Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu la Iran IRGC limesema limefanya mashambulizi mazito katika kambi za kijeshi za Marekani huko nchini Kuwait katika kile ilichosema ni kulipa kisasi. Siku ya jana Marekani ilifanya mashambulizi mazito ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambayo imekuja kusababisha mauaji ya wanajeshi 4 pamoja na raia kadhaa, lakini sasa Iran imesema italipa kisasi, na wakati huu imelipa kisasi kizito huko katika kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Kuwait. Vikosi hivyo vya serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC vimesema kuwa vimechoma moto na kuharibu majengo mawili ya kuhifadhia ndege zisizokuwa na rubani pamoja na tangi la mafuta kwa ajili ya ndege za kijeshi na helikopta katika shambulio dhidi ya kambi ya anga ya Ali Al Salem huko nchini Kuwait mnamo siku ya jana Alhamisi. Hata hivyo, madai hayo yameelezwa na IRGC ni katika kuhakikisha inalipa kisasi mashambulizi ya Marekani yaliyofanyika katika maeneo ya kusini mwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Idara ya uhusiano ya umma ya IRGC imeelezea shambulizi hilo kuwa ni sehemu ya operesheni ya Nasri 2 na hatua ya kujibu uwepo wa vikosi vya Marekani katika eneo hilo, lakini haikutoa maelezo kuhusu aina silaha zilizotumika, ukubwa wa uhalifu au uwezekano wa kuwepo kwa majeruhi au vifo. Awali IRGC ilidai kuwa ilishambulia kambi ya Ali Al Salem ambayo iko kaskazini magharibi mwa Kuwait na hutumiwa na vikosi vya Marekani na kusababisha uharibifu mkubwa kwa miundombinu na vikosi vya Marekani. Madai hayo hayakuthibitishwa na Marekani wala Kuwait kwa wakati huo. Mashambulizi mengine yamefanyika huko Jordan ambapo yameharibu ndege 3 za F-35 katika kambi hiyo ya Marekani katika nchi hiyo ya Jordan. Jeshi hilo la IRGC limetangaza limefanya mashambulizi mengine kwa kutumia makombora ya balistiki katika kituo cha anga cha Muwafaq Salti kinachoendeshwa na jeshi la Marekani huko Azraq nchini Jordan na kuharibu ndege 3 za kivita za Marekani aina F-35 na kusababisha madhara makubwa kwa ndege nyingine 3 katika operesheni ya kulipa kisasi kwa shambulio la anga la Marekani ambalo limeua watu 3 wa familia moja katika kisiwa cha Qeshm nchini Iran. IRGC imewashukuru wa Jordan kwa uungaji mkono na ushirikiano wao wa dhati, hasa misimamo iliyo wazi iliyochukuliwa na baadhi ya wasomi wa Jordan, ikisema msimamo wao umezidisha mashinikizo kwa Marekani. IRGC imesema kwamba vikosi vya jeshi la Marekani vililenga nyumba 2 za raia katika kitongoji cha Chah katika kisiwa cha Qeshm kwa mabomu mazito na kuua baba, mama na mtoto mmoja na kujeruhi watoto wengine 2. Watoto 2 wamenusurika katika shambulizi hilo, wamelazwa katika hospitali kwa ajili ya matibabu. IRGC katika kujibu uhalifu huo na kuwasaidia kuikomboa nchi ya Kiislamu ya Jordan kutokana na janga la wavamizi wa Marekani, IRGC imesema kwamba imeshambulia maeneo ya askari na maegesho ya ndege za kivita za Marekani za F-35 katika kituo cha anga cha Al Azraq kwa makombora kadhaa ya ballistic. Taarifa hiyo imesema kwamba shambulizi hilo limeharibu kabisa ndege 3 za F-35. Pia maafisa kadhaa wa Marekani pamoja na wafanyakazi wa masuala ya ufundi na matengenezo wameuawa katika shambulizi hilo. Kanda hii si mahala pa jeshi la mauaji ya watoto la Marekani ambalo huua kikatili familia zisizokuwa na hatia zikiwa usingizini usiku wa manane, imesema taarifa ya jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC. Taarifa ya IRGC kwa watu wa Jordan imeongeza kuwa mapambano yetu pamoja na yenu yataendelea hadi mvamizi wa mwisho wa Marekani atakapofukuzwa kutoka katika ardhi za Kiislamu. Ulipaji wa kisasi huo unakuja huku Marekani ikiendelea kushambulia maeneo ya kusini mwa Iran tangu mapema mwezi Julai baada ya kukiuka mkataba wa maelewano wa Islamabad kwa ajili ya kusitisha mapigano. Tehran imejibu mapigo kwa mashambulizi ya mara kwa mara ndege zisizokuwa na rubani zinazolenga vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo la Asia Magharibi chini ya operesheni Nasri 2, operesheni Sayake. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein.